Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama, Mheshimiwa Waziri mwenzangu wa Kilimo wa Zanzibar, Waziri Mkuu mstaafu, viongozi wote wanaoshirika na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, kabla sijasema chochote, ningeomba nimkaribishe Makamu Mwenyekiti wa CCM, kwa sababu hapa wewe una kofia ya uraisi na msaidizi wako tuko naye hapa ambaye ndio mwenye ilani, ili aweze kusalimia, na ushirika ni sehemu ya imani na misingi ya chama hiki. Naomba nimkaribishe mzee Wasira angalau asalimie. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushirika, Coop Bank. Mheshimiwa Rais, namshukuru Waziri wa Kilimo kwa kunipa dakika chache ili niweze kuwasalimia na kutoa salamu za chama unachokiongoza kwa washirika. Labda niseme tu kwamba ushirika katika Tanzania ni sera ya msingi ya Chama cha Mapinduzi. Ni sera ya msingi ya Chama cha Mapinduzi iliyorithiwa na Chama cha Mapinduzi kutoka vyama vya ukombozi TANU na Afro Shirazi Party. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaendeleza sera hii kwa imani ya kwamba shabaha ya maendeleo ni kumkomboa mwanadamu, na mwanadamu anakomboleka kwa kazi anayoifanya yeye, lakini ushirika unamwezesha kushirikiana na wenzake kufanya mambo ambayo mtu mmoja mmoja hawezi kufanya. Mtu mmoja mmoja anaweza kulima na jembe la mkono, lakini mtu mmoja mmoja hawezi kuagiza mbolea. Mtu mmoja mmoja hawezi kufanya mambo yote mpaka akafikia ukomo wa uwezo wake bila kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaamini katika ukombozi wa kiuchumi ambao utawafanya watu wote waweze kupata maisha bora zaidi, na hakuna namna nyingine isipokuwa kwa watu hawa kushirikiana, na wakishirikiana wanahitaji kupata uwezo ambao unawawezesha kwa pamoja kupiga hatua ya maendeleo. Kwa hiyo tunakuja hapa kwa sababu tunaamini kazi hii inayofanywa na serikali inatimiza azimio la Chama cha Mapinduzi la kuwafanya Watanzania wote popote walipo waweze kupata nafuu na waweze kupiga hatua ya maendeleo yao siku hata siku. Kazi kubwa ya chama chetu na ajenda yake ambayo haina kikomo ni kuboresha maisha ya watu ili ya leo yawe maisha bora zaidi kuliko jana, na ya leo ya kesho yawe mazuri zaidi kuliko ya leo. Baada ya maelezo hayo, na washukuruni washirika, asantini sana kwa kuanzisha benki ya ushirika. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya Bunge ambayo ni kamati ya Kilimo, Mifugo, Uvuvi na Viwanda na Biashara, ambaye anamwakilisha Mheshimiwa Spika ndugu yangu Mwanyika. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa viongozi wote, meza kuu na jukwaa kuu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ushirika. Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa nafasi fupi ya kuweza kuongea kwa ufupi nikimwakilisha Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson ambaye pia ni rais wa mabunge duniani. Mheshimiwa Rais, awali ya yote
Sisi kama tasnia ya Bunge au muhimili wa Bunge tunakupongeza sana kwa hatua hii kubwa ambayo imefikiwa siku hii ya leo. Tumefungua pazia jipya katika sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Rais, ulitutembelea pale bungeni kuja kutupa maono yako. Ilikuwa siku ya tarehe 22 mwezi wa 4 2021. Mheshimiwa Rais, katika mambo uliyoyaongea, na nitanukuu, yapo mengi lakini nimechukua moja tu, ukijaribu kutuonyesha unataka twende wapi. Mheshimiwa Rais, ulisema yafuatayo: hivyo basi kwenye miaka hii mitano tutaelekeza nguvu kubwa katika kujenga misingi imara ya sekta ya kilimo kwa lengo la kuongeza tija. Mheshimiwa Rais, maneno haya, jambo tunalofanya leo ni moja ya mafanikio makubwa ya kuongeza nguvu kubwa zako wewe binafsi katika kuhakikisha kwamba sekta ya ushirika kwanza inafufuka vizuri kama walivyosema, lakini vile vile tunakwenda kwenye hatua kubwa zaidi ya kuwa na benki ya ushirika. Mheshimiwa Rais, ajenda hii imekuwa ni ajenda ya Bunge kwa muda mrefu. Kwa wale ambao wamekuwa bungeni muda mrefu, wabunge siku zote wamekuwa wakisema. Tunaishukuru sana serikali yako kwa kuwa sikivu na kuchukua hatua kwa haraka. Sisi kama wabunge tunaridhika sana na namna ambavyo serikali yako ya awamu ya 6 inafanya makubwa kwenye sekta ya kilimo. Na Mheshimiwa Rais, huwezi kuongelea ushirika au benki ya ushirika peke yake bila kuongelea mambo makubwa ambayo serikali hii ya awamu ya 6 unayoongoza iliyofanya. Imefanya makubwa na mengi, na sisi kama bunge siku zote tutayasema wazi na kila mahali, kwa sababu bunge ndio hasa muhimili unaowakilisha wananchi na unawasemea wananchi, na siku zote hatutaacha kuambia wananchi makubwa yaliyofanyika ambayo wanayafahamu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Moja ya mambo tuliyoyasema bungeni muda mrefu na yamesema kwa miaka mingi hayakutekelezwa, lakini serikali yako ya awamu ya 6 imetekeleza. Umeongea swala la bajeti kubwa ambayo imeongezeka kutoka bilioni 290 mpaka sasa tunaongelea trilioni 1.24. Jambo hili ni kubwa, na kutokana na hilo Mheshimiwa Rais, yamefanyika mengine mengi sana katika sekta hii. Kwa sababu ya muda siwezi kuyataja yote, lakini itoshe kusema bunge linatambua mchango wako mkubwa ulioufanya kwenye kipindi hiki, na kwa kweli bunge tunasema linakupa maua yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niseme kwa kumalizia tu, tunawashukuru sana watendaji wako wote ambao wamefanya jambo hili lifikie hapa lilipofikia. Sisi hatutaacha kusema wazi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wetu wa kilimo. Yeye na timu yake nzima, naibu waziri, katibu mkuu na viongozi wote kwenye sekta hiyo, kwenye idara hiyo, kwenye wizara hiyo ya kilimo, wamefanya makubwa. Kwa kweli tunasema kiongozi ni yule anayejua kupanga timu. Umepanga timu vizuri sana kwenye wizara hii, na sisi tunakupongeza sana kwa jambo hilo. Na wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, Mheshimiwa Rais, siku zote na hadhira hii na yenyewe ina jambo hilo, na sisi kama wawakilishi wa wananchi siku zote tunasema yamefanyika mambo makubwa ambayo bado yanahitaji uongozi mahiri kwenye wizara hii ya kilimo. Tunafahamu tutarudi baada ya uchaguzi, lakini wananchi wengi wanauliza, hivi nani atakuwa waziri wa kilimo? Kwa sababu tunaamini Mheshimiwa Rais, haya yaliyoanzishwa yanatakiwa yawe nest, yasimamiwe mpaka yafike mwisho, na viongozi wenye umahiri na uthubutu sio wengi sana. Mheshimiwa Rais, sisi tunakuachia kama moja ya ombi la wananchi wa Tanzania. Wana mategemeo makubwa. Kama Mungu ikimpendeza Bashe akapandishwa kuwa nafasi ya juu, sisi nani kuzuia? Lakini kama ataendelea kuwa waziri, Mheshimiwa Rais, tuseme wazi, tuna mategemeo makubwa sana kwamba ataendelea kuisimamia sekta hii ya kilimo, kwa sababu bado inahitaji mtu makini na mahiri. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana
viongozi mbalimbali wengine na hasa tume ya ushirika. Imefanya kazi kubwa na sisi tumetembelea hayo matawi. Na Mheshimiwa Rais, safari yetu ya mwisho ilikuwa mwezi huu wa 3. Tulikuwa Tabora tukiangalia tawi la benki la Tabora. Tulitaka kujua value for money. Na kwa kweli niseme tuliridhika kwa tulichokiona na kazi iliyofanywa pale Tabora ya kutengeneza ile branch. Kwa hiyo sisi tuna matumaini makubwa. Lakini tutoe angalizo tu kwamba biashara hii ya benki ni biashara. Mwisho wa siku ni faida. Lakini malengo ya biashara yoyote vile vile lazima yaende na malengo mapana. Tuna imani kubwa sana kwamba benki hii imerudi kwa sababu ina kazi kubwa ya kuwafikia watu wengi ambao kwa kiasi kubwa walikuwa hawajafikiwa. Tuombe sana bodi ya wakurugenzi yote, wana Tanzania wana matumaini makubwa sana kwamba itafanya na itakidhi mategemeo yao ya kuwafikia. Hapa tumesikia mengi yamesemwa kuhusu malengo na matarajio. Sisi kama kamati ya bunge ambao ndio wasimamizi wakuu na washauri wa serikali tutaendelea kulifuatilia hilo ili tuhakikishe kwa kweli yale ambayo kwa nini Mheshimiwa Rais maono yake yanatekelezwa yanawafikia wananchi kama vile ambavyo yalitegemewa. Baada ya kusema hayo machache, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii fupi. Mheshimiwa Rais. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.